Karibu kwenye habari za ulimwengu, ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Rais wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro amefikishwa mbele ya mahakama ya shirikisho ya Marekani iliyopo mjini New York akikabiliwa na mashtaka mazito yanayohusiana na biashara haramu za dawa za kulevya, ugaidi wa mihadarati pamoja na kuongoza mtandao wa uhalifu wa kimataifa. Maduro ambaye alikamatwa na vikosi vya Marekani wakati wa operesheni ya kijeshi iliyoibua mjadala mkubwa duniani alijitetea mahakamani kwa kusema hana hatia katika mashtaka yote yanayomkabili. Akiwa mbele ya jaji, Maduro alisisitiza kuwa mashtaka hayo ni ya kisiasa na kwamba bado anajiona kuwa rais halali wa Venezuela, akidai kukamatwa kwake ni kinyume cha sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa za mahakama, Maduro anashtakiwa kwa makosa ya narco-terrorism, yakidaiwa kuhusisha matumizi ya dawa za kulevya kama silaha ya kisiasa dhidi ya Marekani pamoja na kusaidia usafirishaji wa kiasi kikubwa cha kokaini kuelekea Marekani kwa kushirikiana na makundi ya uhalifu. Katika hatua nyingine, mke wa Maduro, Celia Flores, naye alifika mahakamani na kupinga vikali mashtaka hayo, akisema kuwa kesi hiyo imejengwa juu ya propaganda za kisiasa na si ushahidi wa kweli. Flores amekuwa akisisitiza kuwa familia yao inalengwa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa na uhasama wa muda mrefu kati ya serikali ya Venezuela na Marekani. Mahakama ilielezwa kuwa watuhumiwa wote wamekanusha mashtaka yanayowakabili, huku wakipatiwa wakalimani wa lugha ya Kihispania ili kuhakikisha haki zao za kisheria zinalindwa kikamilifu. Hatua zinazofuata za kesi hiyo zinatarajiwa kuendelea katika siku zijazo, huku upande wa mashtaka ukitarajiwa kuwasilisha ushahidi dhidi ya mshtakiwa huyo. Kufikishwa kwa Nicolas Maduro mahakamani nje ya nchi yake ni tukio adimu katika siasa za kimataifa na limezua mjadala mpana kuhusu mamlaka ya kisheria, uhuru wa mataifa na matumizi ya nguvu za kijeshi katika kushughulikia migogoro ya kisiasa. Wakati baadhi ya mataifa yakipongeza hatua hiyo kama mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa, mataifa mengine yameonyesha wasiwasi mkubwa yakisema kuwa hatua hiyo inaweza kuweka mfano hatarishi wa mataifa yenye nguvu kuingilia masuala ya ndani ya nchi zingine. Huku kesi ya Nicolas Maduro ikiendelea, macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa kwenye hatima yake ya kisiasa na kisheria pamoja na athari ambazo kesi hii inaweza kuziacha katika uhusiano wa kimataifa, hususani kati ya Marekani na Amerika ya Kusini. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.